Ukisoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura ya 38 mstari wa 2, Biblia inasema, naye Eri mzaliwa wa kwanza wa Yuda alikuwa mbaya machoni pa Bwana, na Bwana akamuua. Nukta. Narudia tena, naye Eri mzaliwa wa kwanza wa Yuda alikuwa mbaya machoni pa Bwana, na Bwana akamuua. Leo nataka nifundishe somo moja. Ni gumu kidogo, ni gumu sana, halipendwi na watu wengi. Ni somo ambalo ukianza kulihubiri, kama wewe ni mchungaji washarika wengi watakuchukia. Ni somo ambalo kama wewe ni mwinjilisti ukilihubiri, watu wengi hawatalipenda. Ni somo ambalo kama utalizungumza kwa uwazi kama lilivyo, watu wengi ambao wanapenda uovu hawawezi kulifurahia. Lakini ndilo somo ambalo Roho Mtakatifu ameachilia ndani yangu siku ya leo niweze kuzungumza na wewe. Leo nataka nizungumze kwa habari ya madhara ya dhambi. Nataka nizungumze kwa habari ya madhara ya dhambi. Dhambi ni uasi. Dhambi ni uasi, na uasi ni kwenda kinyume na makubaliano. Kwenda kinyume na makubaliano ambayo umekubaliana. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anaenda kinyume na makubaliano, kwa lugha nyingine tunasema mtu huyo ni muasi. Na kwa sababu ni muasi, uasi ni dhambi. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye anaenda kinyume na makubaliano anatenda dhambi, kwa sababu anafanya kitu kinaitwa uasi, ambapo uasi ni dhambi. Sasa ukisoma katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 38 mstari ule wa 7, Biblia inasema, naye Eri mzaliwa wa kwanza wa Yuda alikuwa mbaya machoni pa Bwana. Nataka ubold hiyo statement ya alikuwa mbaya machoni pa Bwana. Kwenye Biblia ya Kiingereza inasema kwamba but Eri, Judah's firstborn, was wicked in the Lord's sight. Kwa lugha nyingine alikuwa na uovu machoni pa Bwana. Sijajua alikuwa na uovu wa namna gani. Biblia imenyamaza kimya, haijaeleza kwamba aina gani ya uovu hasa ambao huyu Eri mzaliwa wa kwanza wa Yuda alikuwa nao. Lakini inasema tu Eri alikuwa ni muovu, alikuwa ni mbaya machoni pa Bwana. Alafu kitu gani kikatokea? Bwana akamuua. Sasa madhara ya dhambi. Madhara namba moja ya dhambi. Dhara la kwanza, dhambi husababisha kifo au mauti. Dhambi husababisha kifo na mauti. Ukisoma kitabu kile cha Rumi sura ya 6 mstari wa 23, Biblia inasema, kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti, bali karama ya Mungu ni uzima wa milele ulio katika Kristo Yesu Bwana. Biblia imekuwa wazi, haijazunguka zunguka. Biblia imeeleza kwa umakini. Biblia imeeleza kwa uwazi. Hajataka kuzunguka zunguka. Hajataka kusugarcoat huu mstari. Hajataka kuupaka mafuta kwa mgongo wa chupa. Biblia imejaribu kuwa wazi moja kwa moja. Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa maana mshahara wa dhambi ni mauti. Nataka nikuambie ndugu yangu, dhambi yoyote ambayo unaifanya, mshahara wake huwa ni mauti. Dhambi yoyote unayoitenda, mshahara wake huwa ni mauti. Yawezekana hujaona umekufa ulivyotoka kutenda dhambi. Yamkini umetoka kutenda dhambi, uliporudi ukajikuta bado unapumua, ukasema pengine uko salama. Lakini nataka nikuambie ukweli kabisa, dhambi ni mlango wa mauti katika maisha yako. Mauti inaweza ikawa ya kiroho, lakini pia mauti inaweza ikawa ya kimwili. Kwa hiyo unapotenda dhambi, umeifungulia mlango mauti iweze kuingia katika maisha yako. Umeifungulia mauti mlango iweze kuingia katika nyumba yako. Umeifungulia mauti mlango iweze kuingia katika ndoa yako. Umeifungulia mauti mlango iweze kuingia katika kazi yako. Umeifungulia mauti mlango iweze kuingia katika uchumi wako. Umeifungulia mauti mlango, ndio maana imeingia kwenye ndoa yako. Wapo watu ambao wanatoka nje ya ndoa zao wakizani kwa sababu hawajakamatwa, wakizani kwa sababu hawajafumaniwa basi wako salama, na wengine wakitenda dhambi wanajitubisha pale pale wakidhani wako salama. Nataka nikwambie siku ya leo,
Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Mshahara wa dhambi ni mauti. Yawezekana mauti inaweza isiwe ya kukutoa uroho leo, lakini kuna vitu katika ulimwengu wa roho vinaingia katika familia yako, vinaanza kutafuna familia yako. Mauti itatafuna nyumba yako, mauti itatafuna watoto wako, mauti itatafuna uchumi wako, mauti itatafuna elimu yako, mauti itatafuna mipango yako, kwa sababu umeiruhusu ingie, kwa sababu umeiruhusu kwa ile dhambi. Ile dhambi inapoingia ndani yako huenda kuzaa mauti na kusababisha uharibifu katika maisha yako. Yawezekana usife kimwili, yawezekana tukakuona unatembea barabarani ukajiona uko salama, lakini nataka nikwambie siku ya leo ya kwamba hauko salama. Kama wewe ni mtenda dhambi, wewe hauko salama. Kama wewe ni mtenda dhambi, nataka nikwambie hauko salama. Hata kama utakuwa unapumua, lakini najua mauti imeshaingia ndani yako, inaanza kukutafuna taratibu. Kumbuka mauti ina ina stage mbalimbali. Stage ya kwanza, dhambi huchukua mimba. Ikishachukua mimba, ile mimba ikikomaa ndiyo huzaa mauti. Kwa hiyo yawezekana dhambi imeshaingia ndani yako. Hata pakaseke na kuombea, acha dhambi ni mbaya, katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ukisoma kitabu cha Yakobo sura ya kwanza mstari wa 14 na 15, Biblia inasema kila mtu hujaribiwa na tamaa yake mwenyewe, huku tamaa ikishachukua mimba huzaa dhambi. Kwa hiyo tamaa ikishachukua mimba huzaa dhambi, na dhambi ikishakomaa huzaa mauti. Hii ndio equation ya mauti inavyotengenezwa. Inaanza uovu unaokaa ndani yako. Uovu unatengeneza kitu kinaitwa tamaa. Tamaa ikishakomaa inazaa dhambi, na dhambi ndio ambayo inazaa mauti. Nataka nikwambie mpendwa, usijifariji ukajiona uko salama. Kama wewe ni mtenda dhambi, tambua kwamba tayari milango ya mauti iko wazi. Ni vile tu shetani anakuona wewe ni kuku wa kwake, hana haja ya kutumia manati. Wakati wowote akiamua kukufyatua na kufyatua, kwa sababu wewe ni haki yake, kwa sababu dhambi imekufanya wewe kuwa halali ya shetani. Nataka nikwambie mpendwa, acha dhambi. Dhambi ni mbaya. Mungu anachukia dhambi. Mungu anachukia uovu. Mungu anachukia dhambi. Mungu anachukia matendo mabaya yasiyompendeza yeye. Mungu anachukia wizi. Mungu anachukia uzushi. Mungu anachukia uasherati. Mungu anachukia ulevi. Mungu anachukia uzinzi. Mungu anachukia uovu wa aina yoyote. katapa hatapakaseke mayandarabakaseke hatapakaseke. Ninakuombea katika jina la Yesu, Mungu aweke roho ya kuchukia uovu ndani yako. Usipende tena kutenda dhambi, maana kwa kutenda dhambi unakaribisha mauti katika nyumba yako. Yawezekana umekaribisha mauti ofisini kwako bila wewe kujua. Kwa zile dhambi unazozitenda kwa siri, umekaribisha mauti katika ndoa yako. Kwa dhambi unazozitenda kwa siri, umesababisha mauti imeingia katikati ya nyumba yako, katikati ya familia yako. Ndoa yako iko mashakani sasa. Watoto wako wamepata magonjwa yasiyokuwa na majina kwa sababu ya mauti ya dhambi ambayo umeitenda. Dhambi ni mbaya. Acha dhambi katika jina la Yesu. Lakini ukisoma kitabu kile cha Ezekiel sura ya 4:18 mstari wa 4, Biblia inasema roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Huwezi kukwepa. Hata pakaseketema. Roho Mtakatifu anaugua kwa ajili yako wewe unayetenda dhambi kwa siri, ukidhani Mungu hakuoni. Mungu anaona, na ndipo sasa anasema roho itendayo dhambi itakufa. Hiyo ni statement iliyojikamilisha inayosema roho itendayo dhambi ndiyo itakayokufa. Hakuna cha msalia mtume. Roho inayotenda dhambi itakufa. Roho inayotenda dhambi itakufa. Acha dhambi. Dhambi ni mbaya. Dhambi husababisha mauti.
Inawezekana isiwe mauti ya mwili huu, lakini kuna mauti ofisini kwako. Unashangaa biashara zako zinakufa, kumbe ni kwa sababu ya dhambi. Unashangaa wewe ulikuwa na huduma kubwa zimekufa, kumbe ni kwa sababu ya dhambi. Unashangaa ulikuwa na biashara nzuri, kumbe ni kwa sababu ya dhambi biashara imekufa. Unashangaa watu walikuwa wanakukubali sana, lakini saa hizi kibali kimeondoka katika maisha yako, kumbe ni kwa sababu ya dhambi. Unashangaa uchumi wako umeyumba, kumbe ni kwa sababu ya dhambi. Unashangaa watoto wako kila siku wanaumwa, kumbe ni kwa sababu ya dhambi. Acha dhambi. Dhambi ni mbaya. Dhambi inakutenganisha na uso wa Mungu. Dhambi inaua. Acha dhambi. Dhambi ni mbaya. Dhambi inaua. Dhambi inachinja. Dhambi inatesa familia. Dhambi inaharibu future za watu. Dhambi inaharibu hatima za watu. Acha dhambi uwe salama. Rabakatabakaseke. Roho Mtakatifu anashikitika sana. Roho Mtakatifu anahuzunika kwa ajili yako unayetenda dhambi kwa siri. Na wewe ni Mkristo, lakini dhambi kwako kimekuwa ni kitu cha kawaida ambacho unaweza ukakifanya kwa wakati wowote ukijisikia, na unajificha kwa sababu hawakuoni. Unadhani uko salama. Nataka nikuambie mpendwa, hauko salama. Dhambi ni mbaya. Dhambi inaua. Dhambi inaleta mauti katika familia zako. Rabakatabakaseke. Acha dhambi. Dhambi ni mbaya katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Tumalizie kitabu cha Mwanzo sura ya 2 na mstari ule wa 7. Kitabu kile cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Biblia inasema, Mungu akamwambia Adamu, siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Haya ni mambo ambayo huwezi ukayapaka sukari. Ni mambo ambayo huwezi ukayapaka sukari. Siku utakapotenda dhambi hakika utakufa. Ni statement ambayo imejitosheleza, haihitaji kupakwa sukari, haihitaji kulembwa. Siku utakapokula matunda ya mti wa katikati, mti wa ujuzi wa mema na mabaya, utakufa. Dhambi ni mbaya. Dhambi inaua. Dhambi inasababisha shida katika familia za watu. Nataka nikwambie siku ya leo mpendwa, acha dhambi. Dhambi ni mbaya. Nataka nikwambie acha dhambi. Dhambi ni mbaya. Kuna mambo mengi umeyafunga katika maisha yako. Kuna baraka nyingi za Mungu umezifunga katika maisha yako kwa sababu ya dhambi. Acha dhambi. Dhambi ni mbaya. Kama wewe haujaokoka au wewe ulikuwa umeokoka lakini umerudi nyuma kwa sababu ya dhambi, nataka nikuombee siku ya leo. Yesu bado anawapenda wenye dhambi. Anatamani kuanza maisha upya na wewe. Anatamani aingie ndani yako. Anatamani afanye makao upya ndani yako. Hebu nifuatishe maneno haya. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Nimesikia habari zako na nimejiona mimi ni mwenye dhambi. Nimejiona mtupu mbele zako. Ninaomba sasa, Bwana, unisamehe dhambi zangu. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Uniandike jina langu katika kitabu cha uzima. Leo ninaokoka na kukukubali Yesu kuwa ni Bwana na Mwokozi wa maisha yangu. Ninaacha dhambi na uovu. Ninakufuata wewe Bwana. Kuanzia sasa naokoka na kukuamini wewe katika jina la Yesu. Amen. Mungu akubariki sana. Ili kuweza kukulia wokovu kama umeokoka, tafadhali unaweza kunitafuta kwa namba 0621 029 Taendelea kukupatia mafundisho ya kukujenga kiroho uweze kustahimili na kukua katika wokovu. Lakini tafuta kanisa la watu wanaomwabudu Mungu katika roho na kweli. Kama umesikia kuna watu wanaitwa walokole, tafuta kanisa ambalo liko karibu na wewe la watu wanaitwa walokole, waliookoka, wanaompenda Yesu. Nenda ukamwabudu Mungu pamoja nao na Mungu akupe neema katika jina la Yesu. Siku yako imebarikiwa katika jina la Yesu. Amen. Amen. Amen.